Naam, karibu sana katika mahojiano haya maalum. Mimi ni Salim Kikeke, niko na Dini Kanyankole, yeye ni mkurugenzi mkuu wa Bolt Afrika Mashariki. Nashukuru sana kwa kuweza kuzungumza na sisi. Nianze na swali kwamba ujio wa Bolt umeweza kusaidia vipi wafanyabiashara hasa wadogo kama huyu ambaye tuko dukani kwake leo? Yeah, asante sana Salim. So kikubwa ni kwamba sisi kazi yetu kubwa ni usafirishaji kutoka point 1 kwenda point 2, right? So wakati tulianza na usafiri wa kawaida ambao ni abiria wa kawaida. Then kufuatana na teknolojia ilivyozidi kukua, tukaona kwamba kuna some e-commerce ina grow, watu wanauza vitu online na nini na nini. Eventually tukaanza kuona kwamba kuna watu wana request Bolt, lakini hawa request Bolt kwa ajili ya matumizi yao binafsi. Yes. Ni kwa ajili ya kusafirisha Kwa ajili ya bidhaa zao. Yes, exactly. Kwamba yeye ana duka lake, amepata mteja yuko labda Sinza, anamrequestia Bolt, anaweka mzigo unaenda. Kwa hiyo sasa hii ni huduma ya kipekee yake au unaagiza tu kama So Bolt? mwanzoni alikuwa anaagiza kama ya kawaida ya usafiri. Then 2024 August tuka launch service inaitwa Bolt Send. Now this is specifically kwa ajili ya kutuma parcels na mizigo midogo. Yes. Sasa kama mimi nifanya biashara, nimeorder Bolt, imekaa nimesubiri dakika 10, dakika 15, umepoteza mteja, mnafanyaje? Niseme we are happy kwamba Bolt hatuwezi tukafikia level ya kuwa na driver more than 10 minutes. Kwa sababu ETA yetu sasa hivi ni 3 minutes kama uko Dar es Salaam. Dakika 3. Zikizidi mnaweza kunipigia simu kuniomba. So what we normally do, matching system yetu inafanya kazi. Hadi zikiongezeka hata zaidi ya 3, what will have happened by then? Kama sio traffic, labda mvua imenyesha. Kwa mfano unaweza kawa mjini, mvua inanyesha, foleni kali, hapo ukapata muda utaongezeka. Lakini katika ile kawaida ambayo sio mvua sio nini, mara nyingi ni 3 to 5 minutes maximum. Ila what happens, hadi zikafika 5 minutes, unakuta labda request imeenda to the nearest driver, labda huyu akupokea kwa sababu alikuwa na abiria mwingine. Inaenda kwa mtu mwingine ambaye yuko, so inachukua muda. But with the all matching system, hatuna ETA ya 15 minutes Dar es Salaam. Yeah. Kuna update kwenye simu kwamba driver wako labda amekwama mahali au? Update tunampatia mteja ni kwamba ya kwanza, kama driver amepokea request akiwa anamalizia trip nyingine, tunaonyesha kwamba driver kuna trip anamalizia karibu na hiyo sehemu. Because hatutumi request, hatuwezi tukamtumia, let's say Dini ni driver, siwezi kupata trip nyingine juu ya trip. Nitapata pale nitakapokuwa nakaribia kushusha hiyo sehemu, na hiyo sehemu nayoshusha mteja ndo almost pick up ya trip nyingine. So that's how the system works. Kwa hiyo inamprioritize yule driver ambaye yuko njiani anakaribia kufika, na hiyo sehemu anayofikia ndo trip inapoanzia nyingine. So mteja anakuwa anaona kabisa kwamba driver yuko karibu, anamalizia trip within 2 minutes na 3 minutes atakuwa amefika sehemu. Kwa hiyo mnahakikishia wateja wa Bolt kwamba haitazidi dakika 5. Yes. In case ikazidi kwa sababu ambazo ziko nje uwezo wetu, labda traffic na nini, huwa tunaomba kwamba at least wawe patient, kwa sababu muda huo kama umeshapata driver umemsubiri for 3 minutes, hata cancel, chance ni kwamba hiyo trip itamwendea driver ambaye yuko mbali zaidi. So kama ni sababu ambazo ni za hali ya hewa kama mvua, huwa tunaomba wawe patient kidogo, kwa sababu barabara zinakuwa zipitiki. So driver yes anatamani kufikia mapema, but there is no way. Yeah. Na sisi tunajitahidi kupatia driver, but hiyo driver tulipatia na yeye amekwama njiani. So however, kuna ambao drivers ambao ni very experienced kwenye Bolt, atapokea trip yako, atakupigia, atakufahamisha, jamani nimepokea trip na niko njiani, nimekwama sehemu fulani, nisaidie muda fulani. Hiyo inasaidia sana. Yes, kunasaidia. Yeah. Okay. Kwa sababu sometimes kuna mteja mwingine akisha request angalia simu, right? Kwa hiyo hawezi kujua kinachoendelea. Mwisho anaweza cancel akaisa labda driver alikuwa sogei. Kwa driver mwingine ana communicate anasema, hey, nimekwama kwenye traffic, nipe 3 minutes, 4 minutes nitakuwa nimefika. Bolt kampuni kubwa. Uwepo wenu hapa Dar es Salaam, unadhani umechochea vipi shughuli za kiuchumi? Okay, asante sana. Yeah, so Bolt kama ulivyosema ni kampuni kubwa na ina very active contributor kwenye economy ya Tanzania. So tumekuwa TZ for 9 years now. Kuanzia mwaka 2007. Hongereni. So asante. So tunachangia katika upande wa number 1, upande wa partners ambao tunafanya nao. So partners kwetu ni drivers. So lifetime tumeemploy more than 100,000 drivers. Zaidi ya madriver 100,000. Dar es Salaam peke yake? Tanzania. Yes. Lakini ambao wanakuwa monthly active ni around 30 to 35,000 drivers ambao ni kila siku kazini wanafanya kazi. Then kwa Dar es Salaam kama 90% of that population yote wako Dar es Salaam.
Yeah, so hiyo ndio part kubwa ya uchumi. So tunachangia in a way kwamba sisi tunawezesha kuwapatia fursa ya kuweza kupata kipato. So kazi yetu kubwa ni kumuunganisha driver na mteja. That's it. So we have so many drivers ambao kazi yao kubwa akiamka asubuhi, Bolt ndio primary job. Kuna drivers ambao wanafanya mpaka ile alamu ya mwisho kumwambia kwamba now go offline, zima uende kupumzike, mpaka inawafanya hivyo. Then tuna drivers ambao pia wamekuwa na mafanikio makubwa tangu anze. Kuna drivers ambao wamekuwa na sisi tukiwa tunaingia Tanzania hadi sasa hivi. So tuna drivers ambao tunajivunia kwamba at least they are making so much money kiasi kwamba walianza na labda chombo kimoja cha usafiri. Sasa hivi wameweza ku into fleets, wameweza kununua magari yao wenyewe. Yes, kununua ya kwao mengine, lakini pia unakuta wamenunua hata mengine 3 4 na vijana wao na madereva wao. Yeah. Miaka 9 wateja wanasemaje? Extremely happy. So tukiangalia tukiingia, nadhani ilikuwa ni kwamba najaribu kutumia usafiri wa digital, lakini baadaye wakaja kugundua kwamba ni convenient way to move. So tumekuwa na wateja wa aina mbalimbali. Kuna wateja ambao kama Salim leo ajisikii kuendesha ama anataka afanye meeting akiwa yuko kwenye gari, so ana muda, so anatumia Bolt. Na kuna mtu mwingine ambaye ni college student, yeye hana primary means of transport kwake, kwa hiyo Bolt ndo usafiri wake wa kila siku. Amke atumie Bolt wakati anaenda, atumie Bolt wakati anarudi. Kulikuwa na ugumu wote wakati mnaingia? Yes. Cha kwanza ni regulatory. So wakati tukiingia the regulation was not clear. So kazi kubwa ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa ni mpya. Yes, mpya. Kwa hiyo kazi kubwa ilikuwa ni kufanya kazi na serikali na washikadau wengine kuweza kutengeneza the right policies na kuweza kuregulate industry. Lakini cha pili ilikuwa ni upande wa upatikanaji wa devices. Drivers wa mwanzo kabisa walijiunga na Bolt wanafahamu kwamba 80% ya simu zao zilikuwa financed na Bolt. So mliwapa simu? Yes, kabisa. Yes. Kwa kipindi kile digital adoption ilikuwa bado chini. So unakuta drivers yes, amekuwa kidrive yuko kijiweni either na gari na bodaboda au na bajaji, lakini ana simu. So tulikuwa tuna finance. Then pia upande wa abiria it was a very new technology. Kwa mtu anaanza kusema kweli naweza nikabebwa na mtu ambaye simfahamu na nini. So it took some time, but eventually watu wakaanza kujua kwamba digital transport ama ride hailing especially Bolt kwanza ndo the best, kwa sababu mwingine anakuambia labda mimi niko na bodaboda wangu, but we all know bodaboda wako hawezi kuwa kwenye station hiyo unayotaka kila muda. So how do you move? Unachukua Bolt. So the biggest strength yetu ilikuwa ni kwamba how do we expand fast, kwa sababu the marketplace game ni kwamba you need to have enough drivers cha kwanza, so that nimpatie Salim usafiri ndani ya dakika 3, kwa sababu zikizidi ataendesha gari yake. Hicho cha kwanza. Kama ni mtu ana gari akirequest akaona kwamba ni 5 minutes away, akitoka nje ataona bajaji. So I need to be so quick. Kwa hiyo niweze kufanya hivyo natakiwa niwe na madriver wengi mtandaoni, cha kwanza. So tulitakiwa tu invest kwenye infrastructure. Ya pili nao ni kuinvest kwenye ku attract passengers. So part of it ni kama discounts. So tulikuwa tuna burn a lot of cash and we still do sometimes, lakini ku burn a lot of cash kuweza ku attract watu ambao walikuwa wanatumia the normal traditional means of transport waweze kuingia kwenye usafiri. Lakini ni kama kuwekeza ili mpate wateja zaidi. Yes. Tuzungumzie, kumekuwa na wasiwasi naweza kusema wafanyabiashara na watumiaji hasa wanawake kuhusiana na swala la bei. Nyinyi mnalisemaje hilo? Kwa sababu limeonekana kama kuna wakati linaleta tafaruku kidogo. Labda nitumie pia nafasi hii kuelezea bei zinafanywa. So naturally mtu akirequest Bolt anaona bei wakati akirequest, then akimaliza trip driver kama trip imeisha anaona bei pia. So bei halisi ya kulipa huwa ni bei unayoiona mwishoni mwa trip, sio unayoiona mwanzoni mwa trip. Then cha pili, zile bei tunazozitoa mwanzoni ni estimate based on couple of things. Now, number one, tuna take into consideration ya distance. So request iko point A unaenda point B, distance in 10 kilometers inakuwa considered. Then inaangalia muda labda ni 30 minutes inakuwa considered. Then inaangalia na variables zingine. But within the way, yawezekana driver ametumia njia hiyo ambayo tuliona, lakini amekutana na foleni ambayo driver kuzima gari alikaa kwa share IC for some hours, so you can't compensate him the same way. So unakuta sometimes kunakuwa na some minute changes, lakini over 90% of the trips bei zake hazibadiliki hata siku moja. Kwa mfano pikipiki, kuna taarifa unasikia dereva wa Bolt anamwambia abiria, bosi, unaona umbali wenyewe, hii mashine inasema hivi, lakini wewe mwenyewe fikiria. Kwa mteja unamwambiaje sasa? So naweza nikasema cha kwanza, mteja siku zote alipe anachokiona kwenye application yake na sio anachokiona kwenye application ya driver. So leo let's say hata sana sana najua kuna baadhi ya driver ambao wanafanya hiyo, na hiyo tabia inatokea pale mteja anapokuwa na discount.
let's say trip ilikuwa ni ya shilingi 10,000, mteja na discount ya shilingi 2,000. Kwa hiyo trip ikiisha mteja atalipa shilingi 8,000 na Bolt atamlipa driver shilingi 2,000. Kwa hiyo mtoto anakuwa amepata shilingi 10,000. Okay. Yes, so there is no loss ya income ya driver kwenye discounts. Now, driver ambayo mwingine sio mwaminifu anaweza kutumia fursa kumwambia kwa unanipa 8,000 hii distance yote, wewe unaonaje? Ndio hiyo. Yes, so tunachoshauri driver abiria siku zote tunapompatia discount, tumempatia discount kufuatana na usage yake na trend yake na kumboost. So alipe anachokiona mwisho wa trip, asilipe anachoambiwa na driver, kwa sababu there is no loss ya income ya driver. However, kama ataamua kumpatia tip, yes, hiyo inaruhusiwa. Hiyo ni juu yake, lakini na driver asitumie nafasi hiyo ya kwanza kusema kuonyesha kuomba huruma ya mteja wakati anajua ana make some good income. Lakini akitaka apate tip ina maana atoe huduma nzuri, yes, exactly. Nashukuru tena umenileta sehemu ambayo kwenye training, kwa mfano tunasema kila driver anaingia kwanza anakuwa trained. So part of the training, customer service. How do you serve customers? Umekutana na driver, cha kwanza mteja msalimie, kama iko na bag unamsaidia, unamwekea kwenye gari. Ameingia kwenye gari, unajua Dar es Salaam kwa mfano, mwashie AC. Usimuongeleshe wala kumuuliza mteja mpaka kuongeleshe. Muulize kistaarabu anaelekea, mako umeshaona anaelekea, muulize anapendelea njia gani. Asipokujibu ni sawa, follow kwenye ramani kwa sababu ipo. Akifika wewe mfikishe salama. Then yeye ataridhika na hiyo huduma, atakupatia tip au atakupatia whatever shukrani nyingine. Then tunawaambia pia wateja wakimaliza waweze kwa rate drivers wao. Kwa so utaratibu wa kurate inatusaidia kuboresha mfumo kwa ajili ya mteja anayefuata. Kumaliza kuna ile nyota 5, kwa hiyo unaamua nani una. Yes. So kama umepata huduma ya nyota 1, mpatie nyota 1. Huduma ya nyota 5 mpatie nyota 5. Inatusaidia kuimprove service. Na kwa madereva ambao pengine wanapata request, halafu zinadondoka au zinakuwa cancelled, na wasaidia vipi ili wasipoteze na wenyewe siku yao? Okay, so sana tumeboresha mfumo wetu ni imara wa kuweza kudispatch orders kwa drivers. So kuna vitu ambavyo vinaweza kumfanya driver dimming apate trip nyingi na Salimu asipate trip nyingi. Let's say drivers. So one of them, cha kwanza, trip inapoenda inaangalia proximity. Driver wa karibu zaidi anapata order nyingi zaidi. Lakini let's say kuna madriver wengi wote wako sehemu moja, then tunaenda level ya pili ambayo ni kuangalia driver scores. So driver ambaye ana best scores, ni nyota 5. Yes, nyota 5, ana acceptance rate nzuri. So we don't want to send an order. Hataki tumtumie order driver ambaye kwenye kila order 10 kuna mbili ambazo anazikataga. So we better hiyo order tumpelekee mtu ambaye yuko likely kukubali. So kitu cha kwanza watu tunawatrain kuhakikisha kwamba kwa number 1, improve your driver quality scores na acceptance rate, then utapata order. Ya pili, ukipata order just accept. Chukua abiria, mfikishe, maliza trip. Ukiwa unafanya hivyo, definitely you'll never lose or miss the orders. Dereva akikataa abiria ambaye anataka kulipa kwa kadi, anakuwa penalized unfortunately. Na kitu kingine ambacho pengine niligusie, usafi wa magari. Maanake sitaki kusema kwamba nime experience, lakini unaweza kuingia kwenye Bolt ukakuta pengine dereva anavuta sigara na ndani hali si nzuri. Mnawapa mafunzo ya refresher hizi courses za kuhakikisha kwamba magari yanasalia kwa masafi wakati wote? Yes. So tunakuwa na training during onboarding wakati anajiunga na za continuous training, lakini pia kwa sababu tuangalie vyombo kila siku, huwa tunategemea sana maoni ya wateja pia. Kwa mara nyingi mteja akimaliza, hata kama umeingia kwenye chombo, umefuta chombo ni kichafu au driver ni mchafu, ukituachia comment kwamba chombo ni kichafu, what the team does, inamcontact driver kwa ajili ya ukaguzi wa hicho chombo cha kwanza. Ila tusipopakia hizo comments, sometimes inakuwa inachukua muda mrefu kuweza kudetermine hiyo tatizo mpaka tuweze kuliona wenyewe. Lakini pia tumeintroduce utaratibu wa biannually inspection. So what will happen now, sasa hivi madriver wote wakati wanajiunga watakuwa wanakuwa inspected kuangalia vyombo vyao, na after every 6 months watakuwa wanatakiwa waende kwenye inspection center wao inspected, wapate certificate ambayo inaonyesha kwamba vehicle yako iko inspected na good to use. Kuna wateja wakorofi tu ambaye akampa driver wa Bolt nyota 2 kwa sababu tu atasema mimi sikupenda ulivyonitazama au nini. Madereva wanapata
hiyo tabu wanapokuja kuleta malalamiko kama Yeah. hayo, mnawezaje kujadiliana nayo, Yeah, so kukabiliana nayo? okay. So the good thing ni kwamba zile nyota za mwisho za mteja, yes, zinachangia, lakini sio kwamba nikikushusha labda nilikuwa na driver score ya 97% ukanipa 2 za kwangu zitashuka muda huo. It takes some time. Ni cumulative hiyo ya kwanza. So ideally hata ukiwa rated vibaya, you will never know ni mteja yupi amekurate vibaya, cha kwanza. Lakini cha pili ni kesi zikiwa zimeshuka, cha kwanza driver huwa na tuma ticket kwa Bolt kwamba mimi naona driver score zangu zinashuka for no reason, so the team now inaanza kuzipitia zile zote, then kama kuna issue ambayo wanatakiwa wakutane, waonane, waweze kumfundisha, wanamfundisha. Kama kulikuwa na some errors, labda some rider relative buyer, then now we normally contact the rider kwanza kuweza kupata kweli kwamba okay, kuna siku ulichukua trip, driver wako alikuwa ni mtu fulani, umetoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, ulimrate kwamba 1 2 3, what was the issue, anatuelezea, then now tunakuwa na timu ya uchunguzi na all of that. Yeah. Dar es Salaam inakuwa kwa kasi, Yes. karibia watu milioni 10 sasa hivi. Yeah. Na kuna ombwe limeachwa. Yeah. Kuna washindani wengi kidogo nao wanafunga mabegi na kuondoka. Yeah. Mna uwezo wa kuhudumia wananchi wa Dar es Salaam? Yes, Mna magari ya kutosha? Yes, tuna magari ya kutosha. So labda nikupatie some statistics ambazo zinaweza kukupa confidence. So as much as Dar es Salaam na grow, na then na grow at an average of maybe 10 to 15% year on year. Since last year tuna grow very close to 70% year on year. Wow. Yeah, so that's the scary about kugrow kwa Tanzania na kwa Dar es Salaam. So on top of that, how do we grow that? Tuna grow supply, upande wa drivers. So last year drivers tuna grow by over 30%. This year tunaweza tukagrow by around 30 to 45% as well. Kwa sababu focus yetu sasa hivi sio within Dar es Salaam Central, bali ni kwenye outskirts. So kama 2-3 years ago, service yetu ilikuwa inapatikana with the best ETA kweli, lakini ulikuwa unakuta maeneo ya city centers, mjini zaidi. Sasa hivi tumeweza kupanua, hata ukienda sehemu yote, hata ukikutana driver anakuambia popote ulipo utapata Bolt itakutoa. Idea anakuambia popote ulipo anaweza kupata request ya Bolt. So tunachojaribu kuangalia ni kwamba maeneo yote ya nje ya mji kidogo, tunahakikisha ni kiasi gani tuna madriver kutosha, ili mtu natoka hapa labda anaenda Mbagala, driver asiogope kwenda, kwa sababu akienda bado atapata mteja. Na driver ambaye yuko Mbagala ni mfanya aweze kupata wateja, sio lazima kila siku amke kuja mjini kwa ajili ya kufanya biashara. Yeah. Okay. Na mikoani? So luckily enough tuko kwenye mikoa 8 sasa. So tulianza na Dar es Salaam, Bondo, jiji yetu kubwa na ndio makao yetu makuu kwa Tanzania, lakini tuko Arusha, Dodoma na Mwanza. Hizo tulikuwepo for 5 years now. Then in the last 2 years tuna expand to Morogoro, tuka expand Mbeya, tuka expand Moshi, tuka expand a bit of Kahama, Tanga, na somehow kiasi fulani tuliz expand into Zanzibar, lakini kwa sababu mbalimbali we are not very much active there. Yeah. Okay. Na mipango kwenda mikoa yote? Yes, kwa baadaye sana, lakini kwa sasa hivi huu mwaka ni kama tumepanga mikoa 4. Yeah. Ukiangalia sasa mamlaka za udhibiti zinavyojaribu kudhibiti bei, mnawezaje kuhakikisha kwamba nyinyi mnafaidika, madereva pia wanafaidika, lakini wateja hawaumii? Swali zuri sana. So kiukweli when it comes to regulation, hiyo ni kitu ambacho tunapambana nacho kila siku. Cha kwanza, we really support our regulators ili waweze kufanya hiyo kazi na kuweza kuregulate, na pia tuna acknowledge na tunafahamu kwamba this industry is so new, kwa hiyo everyone is trying to learn how to control na kuregulate. So ni kazi yetu kama washiriki halali na hai kuweza kushirikiana na mamlaka kwanza kuregulate. So nikirudi kwenye how do we manage, huwa tuna consult regulator at least every 6 months or so kuangalia kwamba jamani, hizi bei ratings ziko hivi, lakini since hii bei tumekuwa nayo, labda driver unit economics zimebadilika. Sasa hivi labda operational cost ilikuwa ni 30% ya income yake, sasa hivi ni 40%. Kwa mfano ikiwepo mabadiliko, kwa mfano ya fuel, let's say fuel imepanda by 40%, kama sasa hivi tunaona. Yes. So ikiwa hivyo, kuna wakati inabidi tuende kwa regulator tumwambie kwamba mzee, hizi bei sio friendly. What will happen now? Drivers wataanza protest. Then what tunafanya trials kama regulator kubali, tunafanya some price tests kuangalia kwamba elasticity ya demand itakuwaje, abiria wataiweza pia ama wataiweza. So we do the test, then tunatafuta the sweet spot, then tuna balance. So kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba number 1, we don't lose the affordability part kwa upande wa mteja. Number 2, we don't lose the earnings per hour kwa upande wa driver. Kwa hiyo driver ili aweze kupata pesa nyingi,
Kama bei sio nzuri sana, basi mpatie frequent trips ili collectively na cumulatively aweze kuwa na better earnings per day kuliko angesubiri kijiweni apate mteja mmoja au per siku. Yeah. Okay. Na kwa hiyo mamlaka huwa zinawasikiliza au zinasema tu bana? Yeah, so zinatusikiliza, lakini unfortunately pia ni swala ambalo pia liko kisheria. Okay. So hata wakitusikiliza kuna vitu vingine lazima viende bungeni, kwa mfano kama hizo bei na commission. So kama kwa Tanzania kwa bei kuna minimum na maximum kwa kila category. So na hizo minimum sio kwamba ni kwa gari au kwa bodaboda au kwa bajaji, pia zimeenda granular level kwamba kwa kilomita uchaji kiasi fulani, kwa dakika uchaji kiasi fulani, saji wa kiasi fulani. So hizo ndo tunacheza nazo kwenye algorithm kuhakikisha kwamba we are within the ranges. Then upande wa commission tunafahamu regulator anasema 15 to 25%. So you can't exceed 25%. Ile ukiona kwamba you are okay to charge with the 15% na bado uta make profit, then you can do. So na sisi tunajaribu kucheza in between. Kwa hiyo mambo yanaonekana ni mazuri sasa hivi. Yeah. So mambo ni mazuri, tunafurahi. Nadhani Bolt imekuwa ni household name kwa Tanzania na kwa Dar es Salaam. Utasikia mtu anakuambia naenda ku Bolt. So it's a household name. Na sisi upande wetu ni kuhakikisha kwamba tuna provide the better service kila siku. So kunaweza kuwa na changamoto za hapa na pale upande wa service, lakini ndo kazi yetu ya kila siku kuhakikisha tuna improve, kupata better drivers, to improve vyombo vyo visafi vizuri, tuendelee kuelimisha madrivers wao na customer service nzuri. Pia tuendelee kuelimisha abiria kwa sababu pia tatizo sio driver tu, na kuelimisha abiria. Na mimi mwenyewe huwa natumia Bolt ya pikipiki. Mnawapa mafunzo tofauti ya kuchukua tahadhari na kuhakikisha kwamba unamweka mteja salama? Yes. Tena uzuri wa pikipiki tuna partnership na jeshi la polisi pia upande wa traffic. Okay. Hiyo. Then kuna nyingine tuna close na one of the training institution kuhakikisha kwamba hata kama huko alikuwa na lesson yake na training, lakini kabla hajaingia Bolt utaenda afanye another crash course ya kuhakikisha kwamba how do you behave, kwa sababu tunafahamu wote bodaboda wanavyotembea barabarani. Kuna wakati tunajiuliza kweli leseni ilipatikana vipi na nini. So hiyo tunataka at least kila driver Bolt at some point atakuwa retrained again, akivunja sheria na akifuata whatever, lakini alikuwa trained. Lakini unaona kabisa kwamba mtu anaona afadhali achukue Bolt kuliko kuchukua bodaboda ya kusimamisha barabarani. Yes, exactly. So inakuja na so many benefits kwa nini Bolt au kwa nini usichukue za mtaani. Cha kwanza tunaangalia upande wa safety. So nikizungumzia safety, kwa mfano tuna some safety features. Cha kwanza ukichukua Bolt you have your records. Kwa hiyo hata kama sikufahamu at any given time naweza nikaingia kwenye application yangu Bolt niseme huyu driver alikuwa nani. In case anything had happened, naweza nikawapigia hata Bolt au nikawaandikia wakanisaidia. Lakini au naweza nikaenda polisi wakanipatia information all that. Kwa sababu kwa Bolt mtaani singeweza. Lakini cha pili, mtu akiwa kwenye usafiri wa Bolt you can share, kuna kitu tunaita trip share. Trip share maana yake can share with you as a friend. Hata kama simu yangu imezima you can track, ujue kabisa safari yangu ni gani. Yes. Then ya tatu kuna kitu tunaita trip anomaly. So let's say unatoka point 1 naenda point B, hapo katikati tulikuwa tumeona kwamba hamna traffic na whatever, so utafika within 30 minutes, lakini umefika sehemu chombo kinaonekana kimesimama kimove. So now ina trigger alert kwa Bolt nao wanampigia driver na mteja kuweza kufahamu, okay guys, tunaona mmesimama muda mrefu, what's the issue. Hata driver akisema niko okay, wanampigia pia na mteja kuweza confirm then it's okay. So hiyo ni kuwasaidia kwamba kuhakikisha kwamba kila safari inaanza salama na kuisha salama. So tunaongelea kuhusu around 12 to very close 15% ya staff wote ambao wako upande wa safety. So hiyo ndio investment tunaifanya kuhakikisha kwamba everyone is safe. Yeah. Wewe mwenyewe unatumia Bolt? I don't drive, so asante sana. Shukrani sana. Yeah. Asante sana. Yeah. Shukrani sana. Mkurugenzi mkuu huyo wa Bolt Afrika Mashariki. Yes. Kanyakole. Hongera sana bwana. Hongera sana. Kazi nzuri bwana. Nashukuru sana.